Muhogo ni zao la kawaida sana ambalo hata maandalizi yake ni ya kawaida mno na huuzwa katika mazingira ya kawaida pia, kama vile kwa matumizi ya kuchemsha, kuchoma ama kupikia futari, na ni maarufu wakati wa mifungo ya kidini. Pia muhogo huo ukiongezwa thamani unageuka kuwa fursa kubwa, na hizi ni baadhi tu ya bidhaa ambazo zimeongezewa thamani kutokana na muhogo. Zipo tafiti mbalimbali zilizofanyika kuhusiana na uongezaji wa thamani wa zao la muhogo na kuweza kuwa fursa kwa vijana. Kituo cha kuwatamia vijana kwa maana ya kuwa nao na kuwapa stadi za uongezaji thamani zao la muhogo, Taasisi ya Kimataifa ya Kilimo cha Kitropiki IITA, nje kidogo tu ya jiji la Dar es Salaam, ni miongoni mwa taasisi zilizo mstari wa mbele kutafuta fursa kupitia zao hili la muhogo. Frederick Baijukia ni mtafiti kutoka IITA. Tunao vijana ambao wamejiajiri katika usindikaji wa muhogo, kutengeneza unga, kutengeneza stachi, na wao tumewasaidia kuongeza ubora wa mazao hayo, lakini na kuweza kuyaongeza kwenye soko. Lakini kuna wengine wanaongeza thamani ya muhogo, unga wa muhogo, kutengeneza keki, kutengeneza mikate na vitu vya namna hiyo, na wao kuweza kuongeza thamani ya huo muhogo na kupata soko. Kingine kikubwa ilikuwa ni zana ambazo wanazitumia katika kuwawezesha sasa kupata vitu hivyo. Na hapa leo tumepata mdau wetu ambaye ni Mtanzania, ambaye kwa kuangalia zile mashini au zana ambazo zimetoka nje, ambazo kwa mara nyingi huwa sio nzuri, hazifai vizuri katika mazingira yetu, lakini yeye anaweza kukaa akazichunguza, kaona ni mambo gani ya kuboresha kusudi ziweze kufaa katika mazingira yetu. Kwa hiyo tunataka tuboreshe hiyo kusudi hizi juhudi za serikali ambazo tayari serikali imeshajikomiti kuleta mashini na kweli umezileta, tuweze kuwa na watu wa namna hiyo ambao wanaweza kaziangalia hizo mashini wakaziiga na kuweza kutengeneza vifuli vya namna hiyo, lakini na mambo mengineyo yanayoenda zile mashini kusudi tusiweze kukwama katika uwekezaji wetu. Uongezaji wa thamani ya vyakula mbalimbali vya hapa nchini imeleta fursa lukuki kwa vijana ambao sasa hawaishii tu kulima, bali wanaongeza thamani ya mazao ya chakula. Miongoni mwa mazao ambayo vijana wamejitoa kimasomaso kuyaboresha ni pamoja na kulima na kuongeza thamani ya mihogo ambayo kwa sasa inazalisha unga, mikate, keki na bidhaa nyingine. Kupitia programu iliyopewa jina la Kijana katika Kilimo Biashara, imewafikia vijana na akina mama wakulima ambao wamepewa mafunzo kwenye maeneo ya utaalamu wa mazao mbalimbali, pamoja na kuongeza thamani ya mazao hayo na namna ya kupata mitaji na masoko. Veronica Kebwe ni mratibu wa programu hiyo. Chini ya taasisi ya IITA tuna programu ya Kijana katika Kilimo Biashara, na kupitia programu hii ya vijana tumeweza kufikia vijana wengi. Tumefikia vijana na wakina mama wakulima kwenye mikoa na wilaya tofauti za Tanzania. Lakini pia kwenye programu zetu tunatoa mafunzo katika maeneo makuu matatu. Kwanza ni katika swala zima la technical aspect, ambazo tunawapatia utaalamu wa kitu au zao husika. Na katika programu zetu tunaangalia value chain nzima ya kilimo biashara. Tunaposema kilimo sio kwenda tu shambani. Kilimo kina nodi tatu. Unaweza kwenda kilimo cha shambani, kilimo cha kuchakata kwa maana ya kuprocessing, lakini kilimo pia cha marketing kwa maana ya uuzaji. Huyo pia ni mtu ambaye tunamuona yuko kwenye kilimo biashara. Kwa vijana ambao tunawafundisha, tunawapatia hizo elimu na taaluma nzima ya zao husika kulingana na zao lipi amelipa. Wapo Watanzania ambao wamefanya tafiti na kuja na mashine ambazo zinafaa kwenye mazingira ya hapa nchini, na mashine hizo zimekuwa na mchango mkubwa kwenye kuongeza thamani ya zao la muhogo, kama unavyozungumziwa na vijana wa Luguruni kwa Gamba, Dar es Salaam. Mhandisi Peter Chisawilo kutoka kampuni ya Intermec anajivunia ushirikiano wa taasisi ya utafiti kufanya kazi na sekta binafsi, ambapo imekuwa rahisi kuwafikia jamii kubwa ya Kitanzania. Kampuni ya Intermec Engineering Limited, kazi yake kubwa ni kusanifu, kubuni na kuunda mitambo mbalimbali ya kusindika mazao baada ya kilimo. Lakini pia tunajihusisha na zana ambazo zinaweza zikasaidia kilimo chenyewe kwenye awamu ya kwanza ya kilimo. Tumekuwa tukifanya kazi na IITA
kwa miaka 23 sasa, na hii ni mfano wa umuhimu wa taasisi ya utafiti kufanya kazi na kampuni ya sekta binafsi ili kuleta manufaa kwa jamii kupitia mitambo ambayo inaweza ikasaidia kuongeza thamani ya mazao mbalimbali. Lakini na IITA tulikazana sana kwenye swala la mihogo. Na katika kipindi hicho sio tu tulibuni na kuunda mashine mbalimbali za kusindika mihogo, pia mashine hizo tulienda kuwasaidia wanavijiji mbalimbali waliokuwa wamezinunua namna ya kuziendesha na namna ya kufanya kazi ambayo itatoa mazao bora, kama ni unga au kama ni wanga au bidhaa nyingine zozote zinazotokana na mhogo. Na katika kipindi chote hicho, kazi zote hizo zilikuwa zikifanyika kati ya sisi na IITA. Tunatoa shukrani nyingi sana kwa IITA, lakini pia kwa taasisi nyingine kama SUA, Wizara ya Kilimo ya Tanzania, pamoja na taasisi nyingine ambazo zimekuwa zikitoa msaada kwa wanavijiji waweze kupata, ikiwa ni pamoja na halmashauri pamoja na NGOs wanaziita nini, taasisi za hiari. Hizo zote zimefanya kazi kubwa sana ya kusambaza teknolojia, lakini zaidi kuwasaidia wanavijiji kuondokana na umaskini kutokana na kuwa na rasilimali ambayo waliongeza thamani na kupata faida zaidi. Ushirikiano kati ya serikali, taasisi za utafiti na sekta binafsi umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kufanikisha jitihada hizi na hivyo kufungua fursa mpya za ajira, kipato na maendeleo endelevu kwa jamii. Uongezaji thamani katika mazao mbalimbali Tanzania na Afrika ni jambo linalopaswa kuwekewa mikakati madhubuti. Mimi ni Dennis Mwasalanga.